Ndugu wananchi, serikali ya awamu ya 8 imejenga na inaendelea kujenga hospitali za wilaya, mikoa, vituo vya afya katika maeneo mbalimbali kwa kuzingatia mpango wa wizara ili kuhakikisha kwamba huduma za afya zinakuwa bora hapa Zanzibar. Nichukue fursa hii kuwaelekeza tena uongozi wa Wizara ya Afya kupitia Katibu Mkuu kufanya tathmini mapema ili kuhakikisha kwamba kituo hichi pale kitakapokamilika kinakuwa na mpango mzuri wa uendeshaji na watumishi wenye sifa za kutosha kwa mujibu wa hadhi yake ili kuweze kutoa huduma bora kama matarajio ya wananchi waliokuweko hapa. Ndugu wananchi, ninatoa wito kwa wananchi wa Uzini muendelee kuunga mkono juhudi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuwaletea maendeleo hasa katika sekta ya afya, pia kwa mkandarasi na msimamizi wa mradi kuhakikisha kwamba ujenzi unakamilika kwa wakati uliopangwa kwa kuzingatia viwango bora vilivyokubaliwa. Aidha, ninawahimiza wananchi kushiriki kikamilifu katika kulinda na kutunza miundombinu hii muhimu kwa wananchi wetu, kwani ni mali yenu na manufaa ya vizazi vijavyo. Ndugu wananchi, nimalizie hotuba yangu kwa kutoa kauli mbiu ya mwaka huu ya mapinduzi yetu ya Zanzibar. Kauli yetu mbiu ya mwaka huu inasema amani na umoja ndiyo dira ya maendeleo yetu, mapinduzi daima. Tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kuidumisha amani na umoja wetu, au bariki mradi huu uwe chachu ya kuboresha huduma za afya na ustawi kwa wananchi wa Uzini pamoja na majimbo jirani. Baada ya kusema hayo, naendelea kuwashukuru nyote mliohudhuria hapa katika kushuhudia uwekaji wa jiwe la msingi wa kituo hichi cha afya cha Uzini. Katika kufikia malengo hayo, wizara imeelekeza nguvu katika kuimarisha huduma ya afya ya msingi, tukianza na uainishaji upya wa vituo vya afya ya msingi ambao vilitoka kuwa vituo 169 mpaka 142, ikijumuisha vituo vya afya 52 na dispensary 90. Na leo hii tumekutana hapa tukiweka jiwe la msingi miongoni mwa dispensary hizo 90 hapa Uzini. Mheshimiwa mgeni rasmi, hatua hii ya kuimarisha miundombinu ya afya imeenda sambamba na utekelezaji wa vipaumbele kadhaa vya serikali ya awamu ya 8 katika kuimarisha huduma ya afya ya msingi, ikiwemo kuhakikisha tuna watumishi wenye sifa katika vituo vyote na hospitali zote za afya Unguja na Pemba, kuhakikisha kuna upatikanaji endelevu wa dawa na vifaa tiba vya kisasa, utoaji wa huduma za afya kwa kutumia mifumo ya tehama, na kuhakikisha tuna upatikanaji endelevu wa fedha za kugharimia huduma za afya kwa Unguja na Pemba. Mheshimiwa mgeni rasmi, kituo hichi kitakapokamilika kitahudumia zaidi ya wananchi 4196 wakiwemo watoto wenye umri chini ya miaka 5 579, wanawake wenye umri wa kuzaa zaidi ya 1000 kutoka shehia ya Uzini, Mgeni Haji na Mitakawani pamoja na maeneo ya karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu umejengwa kwa fedha za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa gharama
kwa gharama ya fedha za Kitanzania 1.6 bilioni chini ya mkandarasi wa Garia Africa na unasimamiwa na Wakala wa Majengo Zanzibar, yani ZBA. Mradi huu ulianza kutekelezwa rasmi Disemba mwaka 2024 na ulitarajiwa kukamilika Agosti mwaka 2025, lakini kutokana na changamoto mbalimbali tunatarajia ukamilike mwaka 2026 mwezi Machi, yani mwaka huu mwezi wa 3. Na ujenzi huu sasa umefikia asilimia 92. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa kituo hichi cha afya unahusisha jengo moja la chini, na baada ya kukamilika kwa mradi huu kituo hichi kitakuwa na maeneo makuu 5 ya kutoa huduma hizo za kihospitali. Kwanza, huduma za kliniki na wagonjwa wa nje, yani kitaalamu OPD. Pili ni huduma za kliniki za mama na mtoto, yani Aramka. Na 3, huduma za ugonjwa wa dharura na ajali. 4, huduma za uchunguzi wa maradhi mbalimbali. Na 5, huduma za dawa za maradhi mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, kwa niaba ya Wizara ya Afya na washukuru wote wanaoendelea kutupa mashirikiano katika utekelezaji wa miradi yote ya ujenzi katika Wizara ya Afya, ikiwa ni pamoja na Chama cha Mapinduzi, wananchi wa Uzini, mkandarasi, mshauri elekezi, Wizara ya Fedha na Mipango, ofisi ya Waziri Mkuu, ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa wilaya na wananchi wote walioshiriki katika ujenzi huu. Baada ya vijana vijana ra. Baada ya maelezo hayo, kwa heshima na ridhaa yako, naomba nimkaribishe Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kati kwa niaba ya mkuu wa mkoa atupe salamu za mkoa na kisha kukaribisha wewe mgeni rasmi uweze kuhutubia. Asante. YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.